بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1439, katika darsa ya kitabu Akhlaq al-Ulama للإمام الآجري رحمه الله تعالى. Tulianza katika vikao kadhaa vilivyopita kuieleza athar inaonasibishwa kwa Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu ardah, inaozungumzia ilmu na fadla ya ilmu, kadhalika inaozungumzia fadla ya wale wanaoibeba hii ilmu. Tukafikia katika qaul watarghabu almalaikatu fi hubbihim biajnihatiha tamsahuhum, tumalizia hapa hatta kullu ratbin wa yabisin lahum mustaghfir hatta hitanu albahri wa hawamuhu وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها، كل هذه المخلوقات تستغفر لطالب العلم. viumbe vyote hivi, kila kilichokuwa majimaji, kilichoyabisi, mpaka samaki baharini na wanyama wa baharini na wanyama wa nchi kavu na mbingu na nyota zake, zote hizi zenye kumwombea maghfira talib al-ilm. watad'u Allah an yaghfira li talib al-ilm. viumbe vyote hivi vyamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe mwanafunzi talib al-ilm. na haya adilla katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. kadhalika al-alim, viumbe vyote vyamwombea istighfar. wa inna al-alima la tastaghfiru au la yastaghfiru lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard hatta al-hitan fi al-ma, mpaka samaki wa baharini wamwombea maghfira huyo mwanachuoni. قوله لأن العلم حياة للقلوب من العمى ونور الأبصار من الظلم، هاتان ثمرتان عظيمتان للعلم. هاني متوند مويدي عظيم يا علم. لكوانزا الأولى أن العلم حياة للقلوب. علم ni uhai wa nyoyo, ay anna alquluba tahya bililm, bimaana hizi nyoyo huwa hai kwa kupitia ilmu. kama qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, enyi mlioamini itikieni anapowaita Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, aitikieni. kwani kwa sababu kile wanachokuitieni nyinyi ni jambo ambalo litawapa uhai, lima yuhyikum. fahayatul qulub bililm, uhai wa nyoyo ni kwa ilmu, wala mtu yeyote asikombe kitu.
hakuna uhai utakaopata wa moyo wako isipokuwa kupitia ilmu. Bila ya ilmu huwezi kuwa hai moyo wako. كما قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا akapigiwa mfano yule asiyekuwa na ilmu na maiti na yuko hai watembea, jahil mayit, fa ahyaynahu bil ilm, tukampa uhai kwa kumpa ilmu, sababu ilmu ni uhai na ndio uhai wa ukweli. Wacha ule uhai wa roho, uhai ambao mwanadamu yuko na mnyama katika uhai kama ule, kuwa iwala na mnyama pia iwala, yuanywa mnyama pia yuanywa, yuwalala kiamka pia mnyama yuwalala kiamka, na harakati anazifanya pia mnyama na harakati. Tofauti iko wapi? Tofauti iko katika uhai wa uhakika ambao nini? Ni ilmu. والمراد بالحياة هنا الحياة الحقيقية. uhai unaokusudiwa hapa ni ule uhai wa ukweli, uhai wa uhakika. ليس الحياة البهيمية, sio ule uhai wa kinyama, حياة الأكل والشرب والنوم إلى آخره, kula, kunwa, kulala, mambo kawaida ambayo kila siku watu wayafanya. هذه حياة يشترك فيها مع الإنسان بهيمة الأنعام. maisha haya washirikiana pamoja na mwanadamu wanyama, tena wao waweza kufanya zaidi kuliko sisi wanadamu. Ikiwa wewe wajiona wala uwezi kula kama ndovu, ndovu iwala tani nzima ya nyasi abandika kwenye tumbo lake, mfano piga tani nzima wewe waweza? Ikiwa ni kitendo cha ndoa umfiki simba babangu, wacha simba kile kindege kidogo chetu kisigi kidogo kwetu kilifanya zaidi ya mara 100 kwa siku, jaribu 10 kama ufi. Kuna wanyama wafanya balaa. Ikiwa ni kunwa maji, kuna wanyama wanakunwa maji, wanwa maji sawa sawa. Kipi tutamshinda mnyama katika hivi vitu ambavyo ni vya kawaida? Tuko pamoja na wanyama katika kuvifanya sisi wanadamu. Hakuna chochote isipokuwa nini? Ilmu pekee. Mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala akimpa ilmu, huyo amempa uhai ambao hana yoyote mwingine katika viumbe vingine. هذه الحياة يشترك فيها مع الإنسان بهيمة الأنعام، لكن الحياة الحقيقية لا تكون إلا بالعلم. uhai wa kikweli haupatikani isipokuwa kwa ilmu. ولهذا قد يكون الإنسان يمشي ويتحرك ويأكل ويشرب ويقوم ويقعد ويوصف بأنه ميت. aweza kuwa mtu yuko katika mambo yake ya kawaida, yuwala, yuanwa, yataharak, asimama, yukaa, lakini akielezwa aelezwa kuwa ni maiti, hayuko hai, لأنه فاقد للحياة الحقيقية, kwa sababu amekosa ile maisha ya uhakika ya kweli. فالحياة الحقيقية إنما تكون بماذا؟ بالعلم. uhai wa uhakika haupatikani isipokuwa kupitia ilmu. ولهذا سمى الله عز وجل الوحي روحا. تزام الله سبحانه وتعالى أموت وحي روحه، لأن القلوب لا تحيا إلا به, kwa sababu nyoyo haziwezi kuwa hai isipokuwa kwa wahi kutoka Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا. الله akaita wahi kuwa ni roho, sababu uhai wa mwanadamu upatikana katika ule wahi. وسمى من ينزل بالوحي وهو جبريل روحا, na Allah subhanahu wa ta'ala akamuita yule ambaye huteremsha wahi
kuwaletea mitume wahi akamuita roho, ruhan. قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. akamuita روح. فالقلوب لا تحيا إلا بالوحي فالعلم حياة للقلوب من العمى. nyoyo haziwezi kuwa hai isipokuwa kwa ilmu. Ilmu ndio zinazofungua, au ilmu ndio inofungua na kuupa uhai moyo kutokamana na upofu uliokuwa nao. katika matunda aliyotaja hapa, thania annahu nur lilabsari min adh-dhulami, ni nuru kwa macho kutokamana na kiza. ولهذا فإن الوحي نور. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى akauita wahi hapa pia ni nur. falwahi nur. na tulitangulia kutaja mfano wa mwana wa chuoni. mfano wake ni kama mtu ambaye yuko katika kiza, hamala misbahan faadhaa linnas at-tariq, kabeba taa akaanza kuongoza watu katika njia. falilmu nurun li sahibihi ونور للآخرين ممن يوفقهم الله سبحانه وتعالى للانتفاع من علم العالم. علم نور kwa yule aliyebeba, na nuru kwa yule ambaye Allah amempa tawfik ya kufaidika kutoka kwa ilmu ya yule mwanachuoni. العلم نور. ثم قال وقوة الأبدان من الضعف. وهذا أيضا فائدة عجيبة. إن فائدة يا أجاب سانا أما mtu hawezi kuifikiria. فكما أن العلم قوة القلوب أو قوة للقلوب بالإيمان فإنه قوة للأبدان. كما vile ilmu ni nguvu ya nyoyo kuzipa iman, kadhalika ni nguvu katika kiwiliwili cha mwanadamu. لأنه بالعلم يتعلم من الفقه والبصيرة ما يكون فيه قوة بدن. kwa sababu kwa kupitia ilmu mtu huweza kupata ilmu na ufahamu ambao ni sababu ya kupata nguvu katika kiwiliwili chake. وانظر مثالا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما جاءت تسأل أن يعطيها خادما. فاطمة رضي الله عنها binti yake mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya kazi za mumewe Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, kazi nzito, kawa zamchokesha. akarudi kwa baba yake mtume sallama kumuomba ampe mfanyikazi wa kumsaidia katika kazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mwalimu wetu hakumwambia mwanawe kuwa ni haki yako ukitaka usifanye kazi, wachana na hizo kazi, usifanye, sio usifanye kazi yote, kwa sababu leo ndio fiqh inayoenezwa kuwa mwanamke kumfanyia mumewe kazi ni khiari yake, amfanyia khairi. Kwa hivyo anaolewa akae tu, naelewa, umemwoa mke akae tu nyumbani, yeye usiku wa kuongojee wewe. Ikiwa kutapita lile tendo itakuwa ile raha iwesikia mume peke yake, yule mke hasikii. Sasa kuna tofauti gani? Kwa sababu kile kitendo wote wawili wastarehe nacho, sio? Ikiwa sababu ni hiyo tu peke yake. Alafu yule mume atoke ende akatafute riziki, afanye kazi, afanye, ataabiki, afanye kila kitu. Akirudi nyumbani, mke wangu vipi? Leo naamua nisikupikie chai. Kwa nini? Haki yangu. Nikitaka nitakupikia, nikitaka sikupikie.
Kweli wanaofundisha wanawake mambo kama hayo wataka kheri katika majumba ya watu jamani? Hawa wataka kheri kweli? Tizama Mtume sallallahu binti yake Fatima, huyo mwanawe unayesema kuwa binti yangu sikumuozesha mimi amfanyishe kazi mimi, si mbora kuliko Fatima radhiyallahu anha, sayyidatu nisaa alalamin, mbora wa wanawake wa ulimwengu mzima radhiyallahu anha. Binti yake Mtume sallallahu tu, na alikuwa akimfanyia kazi mumewe mpaka akahitaji mfanyikazi. Tayib, wa Mtume sallallahu akaja kwa baba yake, anahitaji mfanyikazi. Hapa ndio tupata kuwa ilmu ni nguvu katika kiwiliwili cha mwanadamu. Qala sallallahu alayhi wasallam, awala adulluki ala ma huwa khairul laki min khadim, je, nisikuongoze kwa jambo ambalo ni kheri kwako kuliko mfanyikazi? Bimaana hili jambo ukishikamana nalo hautahitaji mfanyikazi, utapata nguvu katika mwili wako ya kuweza kufanya ile kazi. Tusabbihina idha awaiti ila firashiki 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34. unapokwenda katika kitanda chako kulala, lete tasbih mara 33, ulete tahmid mara 33, maana sema subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah 33, kisha utimize 34 Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 33 33 34. Na mafunzo haya Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfunza mwanawe wakati ambapo amuomba mfanyikazi amsaidie katika kazi yake. Fa akhadha ahlul ilmi min dhalika أن ذكر الله جل وعلا يعطي البدن قوة. hapa maulama wakatoa faida kuwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala hupa mwili nguvu, mtu akawa na nguvu. wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, katika mitume ambao waliwaambia watu wao waombe istighfar na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yazidukum quwwatan ila quwwatikum, Allah atawaongezea nguvu juu ya nguvu mliokuwa nazo kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. فالعلم من فوائده وثماره أنه يقوي البدن. katika faida na matunda ya ilmu, kwa ilmu hufanya kiwiliwili kikawa na nguvu. Yo jamaa huuliza, mbona hawa mashekhi wapenda sana kuoa wake wawili, watatu, wanne? Wana nguvu wao, achana nao, kwa sababu ya ile ilmu pengine wanaoibeba. Na wewe pia nenda katafutia ilmu, utapata nguvu pia wewe. Moja katika majawabu ni haya, wa ilmu yampa mtu nguvu zaidi. قوله يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالسة الملوك والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، أي أن العلم رفعة وعلو لصاحبه في دنياه وأخراه. علم رفعة هم ينوى من يكويتفوته علم في الدنيا والآخرة، تعلو به درجاته وترتفع منازله. وعلمه درجة zake huwa juu sana mwenye kuibeba, na cheo chake huwa kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengi katika watu leo wapenda atakaonekane yeye yuko juu, ndio maana uona watu wakifanya vituko ili aonekane, ajulikane na watu. Watu wafanya vituko bwana. Kuna wengine watapanda katika jumba refu hivi, ajifunge kamba ya mguu, aruke
shafika pale hakufa, aandikwa kwenye magazeti fulani aliruka hapa akavunja rekodi ya kuruka, na mwingine afanya sijui vituko gani, na mwingine avaa nguo za ajabu ajabu, yarhamkallah, mpaka kufikia watu wengine kufanya mambo ya ukosefu wa heshima ili wapate nini? Kujulikana. Fanya jambo la kipumbavu kabisa mbele za watu ili watu fulani yule, ili ajulikane, tuonekane, atakajulikane tu yaonekane. Lakini kuna njia ambayo ni bora kabisa ya heshima nini kila kitu. Tafuta ilmu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakunyanyua hapa duniani na kesho akhira. Utaheshimiwa hapa duniani na kesho akhira utapata daraja za juu. Bora kuwe na ikhlas, ufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. والفكر به يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام. الفكر به أي التفكر في مسائله والتأمل فيه والاجتهاد في استنباط الأحكام ومعرفتها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يعدل بالصيام. kukaa kufikiria masaili ya ilmu na kuyazingatia na kujitahidi katika kufanya istinbat na kutoa ahkam katika nusus za kisheria, kufahamu ahkam kama hizo katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sawa na funga za sunna. wa mudarasatuhu bilqiyam أي مدارسة العلم تعدل بالقيام. kusoma ilmu na kurejelea ilmu na kupitia ilmu ni sawa na kusimama kisimamo cha usiku katika ibada za sunna. ومر معنا شيء من الآثار عن السلف حول هذا المعنى. tumetangulia kutaja baadhi ya athar za salaf katika maana haya tunazungumzia. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه يسمى كتفوت علم نبورة كلك صلاة سنة. وقد جاء في بعض الأخبار أن ابن وهب وكان يطلب العلم عند الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه فأخذ يجمع أوراقه لينهض يصلي. Ibn Wahab alikuwa kusanya makaratasi yake, alikuwa akifanya bahth na bado hajamaliza, ataka kuyaweka kando ili asimame asali sunna. Al-Imam Malik rahmatullahi alayhi alipomuona akamwambia: ma anta fihi ay min talab al-ilm afdalu mimma turidu an taf'alahu. Kile unachokifanya sasa ni bora kuliko ile sala ambayo utakuisali ya sunna, sababu uko kwenye ibada. Lakini hapa na maneno haya yamefanana na maneno ya Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi aliposema talabul ilmi afdalu min salati an-nafila. Lakini haya maneno tunaweza kusema yalikuwa yakizungumzwa na salaf. Wama adraka man haula'i alqawm, ni watu ambao maisha yao yote yalikuwa katika ilmu na ibada, maisha yao yote katika ilmu na ibada, mpaka ufikia wakati wakawa wajiuliza ni ipi bora zaidi katika hizi mbili nataka kuzifanya. Sina wakati isipokuwa sasa. Usije leo ukaja ukauliza sasa kutafuta ilmu ama kufanya ibada. Sisi wenyewe ndio hao, muda tunaopoteza ndio huo. Fanya ibada na utafute elimu. Leo ndio waambiwa hivyo, kwa sababu ule wakati tunaopoteza ni mwingi zaidi kuliko kujishughulisha na ilmu na ibada. Ule ukweli wa mambo ndio hivyo. Lakini utampata mwanawachuoni katika salaf hana muda, mpaka kufikia wengine kula pia aona hawezi kula ule mkate ukipaka utie ndani ya maji, ule mkate uwe laini ili ipunguze ule muda wa kula kutafuna. Aona ni kila mkate mkavu nikitafuna ule muda wenda ni mwingi zaidi, nikichukua ikiwa maji na miza tu ili nende nikashu. Yani lau kama sikuwa binadamu yohitajika ale aishi wasingekula pia, yuona yopoteza umri kwa kula. Sasa wale tutawaweza wapi sisi?
utaweza vipi kufikia katika daraja kama zile? Ndio maana walikuwa wakizungumza maneno kama haya, kwa je, ipi ni bora zaidi? Lakini leo utamwona mtu pengine amekuja amesali salatu al-maghribi, kuna darasa baada al-maghribi, hasali rak'a mbili za sunna baada al-maghribi, akitasema hii bora kuliko ile. Si uende ukasali rak'a mbili kisha uje kwenye darasa? Ya reit akikaa kwenye darasa kila kinachozungumzwa anabidii katika kunukuu, labda anashughulishwa na nini, la akaa tusikilize. La. Sisi wa leo tuchanganye baina ibada na ilmu. Ibada zetu ni chache mno, chache sana. Wallahu almusta'an. Sallallahu yataqabbal minna. Qala rahimahullah: به يطاع الله عز وجل وبه يعبد الله عز وجل. وهذا فيه مكانة العلم العظيمة، أن معرفة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى أن معرفة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى هما نوع التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله. kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia nini? Ilmu. Na hizi ndio sababu mbili ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kwa ajili yake: kumjua Allah na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio vigawanyo viwili vya tauhid: at-tauhid al-ilmi والتوحيد العملي. التوحيد العلمي هو المعرفة والإثبات، لكمجوا الله سبحانه وتعالى نكثبتش مجينا yake na sifa zake. Na hapa ingia توحيد الربوبية na توحيد الأسماء والصفات. نكون التوحيد العملي هو الإرادة والطلب، ambao ni توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. قال الله سبحانه وتعالى في النوع الأول التوحيد العلمي وهو المعرفة الإثبات: قال الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا، أي خلق لتعلموا، ameumba ili mpate kujua أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Kwa hivyo Allah ameumba ili mpate kumjua ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni at-tauhid al-ilmi. Na kuna at-tauhid al-amali. Allah subhanahu wa ta'ala يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن خلق ليعبد كما أنه خلق ليعلم. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kwa ajili ya sababu hizi mbili. Ameumba ili watu wapate kumtambua. Angalia Sheikh, tauhid ameumba kwa sababu watu wapate kumtambua nani Allah subhanahu wa ta'ala, na ameumba ili watu wapate kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini angalia, watu waje katika hii dunia washughulishwa na mambo ambayo yako mbali kabisa na malengo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaleta kwa ajili yake katika hii dunia. فبالعلم يعرف الله وبه يعبد. وهي علم hujulikana Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa ilmu huabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. أي بالعلم يتحقق هذان التوحيدان. kwa ilmu ndio utaweza kuhakiki hizi tauhidi mbili: التوحيد العلمي والتوحيد العملي. قوله: وبه توصل الأرحام، لأن المرء إذا تعلم العلم عرف مكانة الرحم. kwa sababu mja akisoma ilmu atajua umuhimu wa kuunga kizazi. وأن الله وعدها أن من وصلها وصله وأن من قطعها قطعه. نكو الله سبحانه وتعالى amekiahidi kizazi kuwa anayekiunganisha atamuunganishia mambo yake,
na anayekikata Allah atamsambaratishia mambo yake. Wa anna man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasir rahimahu, yule anayetaka kukunjuliwa katika riziki yake na anayetaka umri mrefu, basi na aunganishe kizazi chake au aunganishe jamaa zake. Kwa hivyo ukampata mje asoma yale mambo ambayo yamsaidia katika kuunganisha kizazi, fabil ilmi tusal al arham. قال وبه يعرف الحلال من الحرام بل لا يمكن أن يميز بين حلال وحرام وسنة وبدعة وهدى وضلال إلا بالعلم. haiwezekani kupambanua baina halali na haram na sunna na bid'a na uongofu na upotofu isipokuwa kwa kupitia nini? Ilmu. قوله العلم إمام العمل والعمل تابعه، أي أن العمل لا يكون صحيحا مقبولا إلا إذا تم فيه بالعلم. عمالي haiwezi kuwa sahihi yenye kukubaliwa isipokuwa ikiwa mbele yake imetangulizwa na nini? Na ilmu. فكان العلم إماما له قائدا، ikawa ilmu ndio imam, ndio kiongozi inaongoza amal. العلم إمام العمل والعمل تابعه ولا يكون العمل مقبولا إلا إذا كان تابعا للعلم. haiwezekani kuwa ilmu au amal kukubaliwa isipokuwa ikiwa yafuata nini? Ilmu. kisha akamalizia kusema yulhamuhu as-su'ada wa yuhramuhu al-ashqiya. يلهمه فيه أن الاشتغال بالعلم منة إلهية وفضل. hapa tupata faida kwa mtu kujishughulisha na ilmu ni neema na fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi wa rabbi, wala sio mtu na fikra yake na kuwa yeye ni mwerevu kuliko wengine ndio akajishughulisha na ilmu. La wallah, hii ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. فالله عز وجل يشرح صدور من شاء من عباده فيقبلون على العلم ويحبون مجالسه ويعنون به. الله fungua kifua cha yule anayemtaka katika waja wake, ukamwona ajishughulisha na ilmu, apenda vikao vya ilmu, apenda sana vikao vya ilmu. Wako baadhi ya watu ambao utawaona wana hamasa sana ya kuwa mimi napenda dini, napenda kadha, napenda kadha, lakini hawezi kukaa nusu saa katika kikao cha ilmu. Nusu saa hawezi kukaa. Anyikaeni, hadha mahrum. Na ana uongo katika madai yake kuwa apenda dini, apenda ilmu, apenda kadha. Hana muda. Wala akikaa katika mikao ya ilmu hawezi hata basi kule aliko kusikiliza yenyewe dakika 5 dakika 10 dakika 10 yote hii nisikilize. Faida gani? Hata kama ni faida ya kiasi gani, faida ambayo kima yake ni dunia na mafiha, hayuko tayari kukaa chini kusikiliza. Hadha mahrum. Kwa hiyo fa ilmu منة وفضل يمن الله به على من يشاء من عباده. علم فضلنا منة, نعمة الله humpa anayemtaka katika waja wake. ويحرمه الأشقياء, watu ambao wameangamia waharamishwa hiyo ilmu. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. watu waovu kabisa, mijinyama miovu kabisa, mijahila. kwa hiyo hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, yulhamuhu as-su'ada wa yuhramuhu al-ashqiya. الحاصل أن هذا الأثر عظيم جدا مشتمل على فوائد جليل جدا في العلم وفضله ومكانته وعظيم
makanati hamalati wa ahli wa hakadha. Kiangalia hii pamoja na kuwa imechukua siku kadhaa mpaka kuimaliza hii athar, lakini ina fawaid nyingi sana ndani yake, nyingi sana. Na tulitanguliza kueleza kuwa haikuthubutu kwa Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu arda, ingawa tulitaja kuwa maana yake ni sahihi, maana yake iko sawa kabisa, haina matatizo yoyote katika kila kipengele kilichotajwa katika hii athar. Wallahu almusta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.